Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Unajua, tafiti nyingi za saikolojia ya familia zinasema kwamba zaidi ya 60% mpaka 70 hawapati wazazi muda wa kukaa wa kuzungumza na watoto wao. Hii maana yake nini? Maana yake kwamba si kama mazungumzo nenda rudi, lete hichi lete kile, hapana, lakini kukaa kuzungumza na mtoto wako yale mazungumzo ya kina. We mwenyewe ujiulize, lini mara mwisho ulopata ukakaa ukazungumza na mtoto wako mazungumzo ya maana? Mimi naitwa Asfar. Karibu kwenye Malezi na Asfar. Watu wengi tunazungumza na watoto, lakini hatuzungumzi mazungumzo ya kujua watoto wana changamoto gani, wanapitia nini, wanafikiri nini, wana mchango gani ambao wa kifikra ambao wanaweza kuleta katika familia. Na watoto wetu wengi kwa bahati mbaya wanajiona kwamba hawasikilizwi. Hata akiwa na tatizo hawezi kukimbilia kwako, kwa sababu hata akije utamsikiliza, utamtoa au utamwambia maneno ya kuzivunja hisia zake. Hasa hili linasababisha pengo kubwa katika familia. Ndio tunapata sasa jamii ambayo watoto wetu wengi wana matatizo ya afya akili, kupotea kwa utamaduni, kwa sababu ikiwa hana nafasi ya kuzungumza na wewe akapata mawazo na ushauri kutoka kwake, atakwenda kusikiliza kwenye mitandao ya kijamii kwa marafiki zake. Na la tatu, pia kutakuwa na athari kubwa katika taaluma. Mtoto ambaye hajisikii nyumbani kwamba anapendwa, anasikilizwa, maneno yake yana maana, basi hata shuleni mara nyingi anakuwa hafanyi vizuri. Kwa mara nyingine watoto si kwamba hawaelewi maskuli au watoto hawana adabu moja kwa moja, lakini wanakosa nafasi ya kupata mazungumzo ya maana katika familia zao. Kwa ukiona katika familia yako kila mtu yuko busy na mambo yake, kila mtu yuko busy na simu, kila mmoja yuko busy na kazi, haimaanishi kwamba nyumba ina amani, lakini inaonyesha kwamba kuna pengo ambalo linakuwa. Jitahidi tu kuwa karibu na watoto wetu na kuzungumza nao mazungumzo ya kina, meaningful conversations. Sasa kunitembelea katika YouTube channel yangu Malezi na Asfar. Assalamu alaikum.